Mungu ni mwema kila wakati. Familia ya mzee wetu Edwin Mtei, poleni sana kwa msiba. Natambua kwamba baadaye makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Heche, wakati wa kutoa salamu za rambirambi, utapata wasaa wa kuzungumza, lakini nizungumze kwa niaba ya chama katika hatua hii ya kumbukizi. Kwa kawaida msiba ni maumivu, ni majonzi, lakini kwa umri wa mzee wetu na kwa makubwa ambayo ameyafanya mzee wetu na kwa mapito magumu ya kiafya aliyoyapitia siku za mwisho za uhai wake, ni vyema tukaitumia siku ya leo kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya mzee Edwin Mtei. Mimi nimepata wasaa pamoja na umri wangu mdogo wa kumkuta mzee Mtei akiwa bado yuko active katika utumishi wa chama. Mambo mawili na yakumbuka sana kutoka kwake. Alikuwa ni mzee mwenye msimamo, na alikuwa ni mzee mwenye maadili. Alikuwa na msimamo kwa kiwango ambacho wakati mwingine alikuwa anaona kama ni mbishi hivi, lakini kumbe ni kwa sababu akiwa na jambo na akiliamini anataka alisimamie mpaka mwisho. Tutatoa mfano mdogo tu mmoja. Wakati mzee Mtei na waasisi wengine wanaasisi chama, bendera hii ya chama ambayo leo tumefunika jeneza lake kwa heshima yake, ilikuwa na rangi mbili tu. Ilikuwa na rangi nyeusi, ilikuwa na rangi ya blue bahari. Ile alama ya vidole viwili ilikuwepo. Sasa kati ya mwaka 2003 mpaka mwaka 2006 kulikuwa na mjadala ndani ya chama wa kufanya mabadiliko, kutengeneza bendera mpya ya chama. Kwa wapo waliokuja na mawazo kwamba ile alama ya vidole viwili iondolewe na badala yake kuwekwe alama ya ngumi. Hii alama inamaanisha vema au ushindi, victory sign. Mzee Mtei alisema mnaweza kubadili vitu vingine vyote kwenye bendera ya Chadema, lakini hii alama ya vidole viwili msiondoe. Na alisimamia hilo mpaka imeendelea kubaki kuwa alama ya kudumu ya utambulisho wetu. Chadema kwa kutambua mchango mkubwa wa mzee Mtei, na kwa kweli aliipenda sana Chadema, tulipoondoka kutoka kwenye kadi za zamani na kuingia kwenye kadi za kidijitali, nilikuja hapa nyumbani kati ya mwaka 2021 na 22 kumsajili mzee kwenye kadi mpya ya kisasa ya kidijitali. Wakati huo mwenyekiti Freeman Mbowe yuko gerezani, na mzee Mtei wakati huo alikuwa anaweza kuongea, kushiriki maongezi. Tukaja kumsajili kwa ajili ya kumpa kadi namba 1 ya kidijitali. Pamoja na uzee wake, alikuwa na bashasha na mapenzi makubwa sana ya Chadema, na tulipomweleza hilo wazo jipya la kadi ya kidijitali na kwamba tunamkabidhi kadi namba 1 ya Diamond tunamsajili, alitoa kauli yake, alisema mambo yamenoga kweli kweli. Kwa hiyo alikuwa anaikumbuka Chadema na anaipenda Chadema kweli kweli. Kwa familia, wale ambao si wana Chadema, mtuvumilie kwa sababu mimi naamini roho ya marehemu Mtei yuko ilipo. Anapata faraja anaposikia kumbukizi juu ya kazi kubwa ambayo alifanya kwa sisi Chadema. Tulishaanza mazungumzo ya ndani kumwezi mzee Mtei toka wakati akiwa hai. Tulifanya mambo matatu. La kwanza, mwaka 2021 wakati tunatengeneza mpango wa miaka 5 ya chama, tulifikiria chama kiwe na mpango mpana sana wa mafunzo na hatimaye kuanzisha chuo cha chama na kama sehemu ya Chadema Academy. Na jina lililopendekezwa la kuanzisha huo mpango mkubwa wa mafunzo wa chama ni kuanzisha Edwin Mtei Center of Leadership Excellence. Naamini wazo hili litaendelea kufanywa kazi ndani ya chama. Pili, tuliona ipo haja ya kuanzisha taasisi maalum kabisa
kwa kumwenzi mzee Mtei, na wakati fulani nikamwomba Dr. Azaveli Waitama, mjumbe wetu wa bodi ya wadhamini, kuweza kuandika wazo la andiko, na akaleta mapendekezo yake ya awali. Naamini Dr. Waitama na timu nzima mnayohusika na hilo, kazi hiyo inapaswa kuendelea mpaka tuwe na namna fulani ya kudumu ya kumwenzi mzee Mtei. Mwaka 2024, hili ni jambo la tatu, kiwa kunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa, tuliita viongozi wa kanda mbalimbali za chama kutoka maeneo mbalimbali ya nchi kwa ajili ya mafunzo. Katika mafunzo yale niliomba washiriki wote kutoka mikoa mbalimbali wapendekeze lile jengo jipya la makao makuu ya chama, hivi liitwe jina gani? Sasa jina la Edwin Mtei ndio lilikuwa limependekezwa na watu wengi zaidi kwa siri kuliko jina lolote. Mwaka 2025, wakati tunaelekea kwenye uchaguzi wa ndani ya chama, tuliomba kamati kuu ya chama vivyo, kila mjumbe wa kamati kuu apendekeze ule ukumbi mkubwa katika jengo la makao makuu ya chama uitwe jina gani. Kwa mara nyingine tena, wajumbe walio wengi wa kamati kuu, wakati mwenyekiti Freeman Mboya akiwa ndio mwenyekiti, walipendekeza ukumbi ule uitwe jina la Edwin Mtei. Sasa naamini vikao vya kikatiba vya chama vinapaswa sasa kukaa na kufanya uamuzi tu wa mwisho kati ya jengo na ukumbi, kipi kimojawapo kiitwe jina la Edwin Mtei kama sehemu ya kumwenzi. Nihitimishe kwa kuwaomba wanachadema wa Tanzania na wote wanaoguswa na demokrasia na maendeleo, kwa sababu uwepo wa Chadema kama chama, kama taasisi, hauna manufaa kwa wanachadema peke yake, una manufaa kwa nchi. Kuna mambo mawili ambayo naamini kama sehemu ya kumwenzi mzee Mtei, kila anayeguswa na mzee Mtei anaweza kufanya kwa namna yake yakatokea, hata kama sio mwanachadema. La kwanza ni kwamba wazee hawa walipoasisi mageuzi na Chadema ilipoanzishwa, walikuwa na mawazo kwamba ili nchi yetu iwe kweli ya demokrasia ya vyama vingi, basi Tanzania iwe na katiba mpya. Wakati umefika sasa, kama sehemu ya kuyaenzi hayo maono, Tanzania tukamilishe mchakato wa kuandika katiba mpya ya nchi yetu. La pili, nchi yetu imetawaliwa na chama kimoja toka uhuru. Mzee Mtei alikuwa na maono kwamba chama mbadala kiweze kushika dola na kuongoza nchi. Ombi langu kwenu wote mnaoguswa na maisha ya mzee Mtei ni tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba siku moja Chadema inashika nchi na kuongoza serikali, ili zile sera ambazo mzee Mtei na wenzake walimpelekea Mwalimu Nyerere, pamoja na tofauti walizokuwa nazo, Mwalimu alisema Chadema ndio chama chenye sera bora, ndoto ile iweze kutimia katika taifa letu. Apumzike kwa amani. Amina.